Mgambo wawili wa kituo cha polisi cha Olorien, wilaya ya Arusha mjini, wanatuhumiwa kumvunja mguu mwananchi anayefahamika kwa jina la Jackson Lucas, kisha kumchukulia fedha taslimu shilingi 70,000. Mtu huyu ambaye alifika kituoni hapo siku ya Alhamisi kwa ajili ya kumdhamini rafiki yake ambaye alikuwa amewekwa ndani kwa siku 3. Akisimulia kwa maumivu, Jackson amesema kuwa siku aliyofika kituoni hapo alienda kwa ajili ya kumdhamini rafiki yake anayefahamika kwa jina la Richard Saningo ambaye alikuwa mahabusu ili amdhamini. Ndipo mgambo hao wakamuuliza anamdhamini kama nani wake. Wakaanza kumwambia avue viatu na mkanda, wakaanza kumshambulia kituoni hapo kwa kutumia rungu na kumvunja mguu wa kushoto na kumweka ndani ya selo akiwa anavuja damu. Ameongeza kuwa baada ya muda, wakati akiwa ndani, alifika askari polisi wa kituo hicho, akamkuta na akawauliza kwa nini wamemweka ndani Jackson. Wakamjibu kwamba amekuwa mbishi wakati anaambiwa avue viatu. Hata hivyo, Jackson amesema kwamba ameshangaa kushambuliwa na kuwekwa ndani wakati hana kosa alilofanya, bali alienda tu kumchukulia mtu dhamana. Kwa sasa Jackson yuko nyumbani kwake akiugulia maumivu makali bila msaada wowote, hivyo ameiomba serikali ichukue hatua juu ya mgambo hao. Kwa mujibu wa wananchi mbalimbali katika mji wa Arusha, wameeleza kwamba baadhi ya vituo vingi vya polisi hawakai askari polisi wenye mafunzo maalum, bali wanakaa mgambo na wao ndio wanafanya kila kitu katika vituo vya polisi, jambo ambalo linaendelea kuongeza malalamiko zaidi, ikiwemo alichofanyiwa Jackson. Tumemtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, Justin Masejo, kuhusu tuhuma hizo za mgambo kuwepo kwenye vituo vya polisi kama askari na kufanya ukatili dhidi ya wananchi. Simu yake iliita na haikupokelewa mpaka taarifa hizi tunazitoa hewani. Mimi naitwa Jackson Lucas, mkazi wa Moshono Nanja. Nilisikia siku ya Alhamisi kwamba rafiki yangu anayeitwa Richard Saningo ameshikwa kituo cha Olorien, anaye siku 3 pale. Sasa nilivyosikia, nilikuwa kwenye biashara yangu, ndio nililetewa taarifa hiyo. Nilivyosikia siku hiyo, siku ya Alhamisi saa 12 jioni, nilifunga kazi yangu nikaenda paka kituo cha Olorien polisi pale, nikawakuta mgambo wako wawili. Wakaniuliza umefuata nini hapa? Nikawaambia kwamba nimemfuata mshtakiwa anayeitwa Richard Saningo, ameshtakiwa hapa. Ndio wakaniambia hebu ingia huko ndani. Ndio nikaingia huko ndani. Wakaniambia sasa wewe vua viatu, na wewe ulikuwa unatakiwa. Nikawauliza nilikuwa natakiwa nimekosa nini, au shtaka lake ndio linabadilika kwa la kwangu? Wakaniambia hapana, wewe bwana, tunachokuambia inatakiwa usikilize, vua viatu. Mimi nikamwambia siwezi kuvua viatu. Ndio pale wakaniambia uvui viatu, kama uvui viatu sasa utavua. Wakachukua rungu na kuanza kunipiga. Wamenipiga magoti sana, wamenipiga mikononi huku paka miguu, ndio jinsi ilivyo mguu hii hapa. Wakanichukulia na hela zangu, ufunguo alinichukulia ya ofisi pale. Hela zangu nilikuwa naye ya kazi pale 70,000, wamechukua yote. Sasa baada ya muda ikawa sasa mimi nimeshazidiwa, wakanisukumia lock up. Waliponisukumia huko lock up, baada ya muda nimekaa pale nikiwa nalalamika, ndio akatokea askari ananijua wa pale kwenye hiyo kituo. Simjui kwa jina, ila ni mweupe kidogo hivi. Ndio akauliza huyu tena amekosa nini? Akasema huyu jamaa amekuja hapa anamtaka ule muhalifu, alafu ikabidi tumkalishe, maana amekuja hapa anajifanya yeye ni mbabe sana. Ndio maana tukampiga akaingia huku ndani. Na mimi nikamueleza ule askari jinsi nilivyo, vitambulisho vyangu ninavyo. Ndio yeye sasa akasema kwa wale mgambo, nyie mmefanya uhalifu ambao sio sahihi. Huyu hapa kwa nini mmempiga hivi? Ndio mimi akanifungulia, akaniambia wewe ondoka, sisi tutajua tunafanyaje.
Mimi ndio nikaondoka mpaka na leo niko nyumbani nimetulia hivi, sina kitu yote ya kufanya. Mguu unaniuma. Huu mguu ni kama vile umepiga kreki kwa sababu ulikuwa umeumia. Sasa hivi tena umeumia. Kwa hiyo yani ndio maana umevimba namna hii. Huu mguu ndio jinsi ulivyo hivi. Na huku chini jinsi ilivyopigwa hapo, imepigwa na rungu sana hapa na ulikuwa umeumia pia. Ndio mguu wangu ulivyo hivi. Walivyofanya wa jamaa. Huu mguu nimeshindwa kwenda hospitali kwa sababu wamechukua hela zangu zote. Kwa hiyo nimeshindwa kwenda hospitali kwa sababu sina pesa. Maumivu huu mguu ni makali sana, ni kama umevunjika mpaka na sasa hivi jinsi ulivyo huu mguu. Siwezi kukanyaga chini kabisa. Hao mgambo walionishambulia na wafahamu kwa sura, lakini kwa jina siwafahamu kwa sababu sina mazoea nao kabisa. Mimi nilipofika pale nimewakuta mgambo na najua sheria polisi ndo anakuwepo pale. Na nilikwenda kwa ajili ya kumdhamini mtu aliyokamatwa na polisi. Kwa hiyo nilivyoshangaa ni mgambo ndio nimewakuta pale, wakaniambia ingia huku ndani. Nilipoingia ndani kule mimi sikuwa na wasiwasi wowote kwa sababu namfuata mtu wangu, wakaanza kuniambia nivue viatu. Mimi nikashindwa kuwaelewa, ndo wakanivamia namna hii. Naomba serikali inisaidie kwa kuwachukulia hao mamgambo sheria, kwa sababu wanapofanya kwa binadamu ambayo wanaenda kituoni labda kuwasaidia ndugu wanayowajua, sio vizuri kabisa. Na mimi sina ubaya wowote na huyo niliyomfuata, ni ndugu ninayemjua. Nashangaa polisi kuruhusu mgambo kukaa kwenye kituo cha polisi akati wanaumiza watu, alafu polisi wapo. Sasa polisi wana kazi gani wakati wao ndio wanatakiwa wakae maeneo yale? Mgambo wanapiga sana watu ambao hawana hatia, wanaonea sana watu ambayo wanawafahamu, saa zingine ni wanyonge. Kwa hiyo wanaweza kusababisha balaa ambayo polisi wanashuhudia. Oneni sasa kama leo wamenivunja mguu wangu hapa na polisi, na ni kituoni polisi pale. Umeona? Hii hapa mimi nitaweza kutembea vipi sasa? Sina hela, wamenisababishia hela zangu wamezichukua. Shughuli ninayofanya paka na leo zimesimama. Mimi mwenyewe ndio nahangaika, ndio baba pale nyumbani. Yani ndio kila kitu. Paka na leo nimetulia nyumbani kuanzia Alhamisi mpaka leo. Sijaenda kwenye shughuli zangu. Naomba serikali iweze kuangalia hii jambo, kwa sababu mgambo kuwa kwenye kituo cha polisi kunyanyasa raia namna hii mpaka sasa hivi mguu wangu wameuvunja, sio vizuri kabisa yani. Naomba jeshi la polisi lichukue sheria kwenye jambo hili. Huyo askari alikuja alikanikuta mimi nimeumia pale. Yeye uamuzi aliochukua aliniambia hebu, akafungua geti akaniambia hebu toka. Nikatoka. Nilivyotoka pale kwa sababu saa zile bado damu ni ya moto. Kwa kweli niliondoka. Niliondoka nikapanda kwenye pikipiki yangu ndio ile pale. Nimepiga starter nikiwa juu. Nilivyoondoka nikaondoka mpaka nyumbani. Ndio nilivyofika nyumbani nikamwambia mke wangu njoni nisaidieni, kwa sababu saa hizo siwezi kukanyaga chini wala nini. Ndio wakanisaidia wakaniingiza ndani. Nikawaeleza paka na babangu wakaelewa. Ndio paka na sasa hivi walikuwa wanasikilizia tu niendelee kupona kidogo ili tuweze kwenda kuwafuata tujue kwamba walinipiga kwa sababu gani. Hawajaniambia kosa la Richard ni la kwangu, yani ni kwamba walivyoniingiza pale wakaniambia na wewe ulikuwa unatafutwa, kaa chini, vua viatu. Nikamwambia nilikuwa natafutwa na nani? Akaniambia sasa unakuja kumdhamini Richi kwa sababu gani? Unamfahamu vipi? Nikamwambia wewe ni ndugu yangu namjua na nimeambiwa yuko lock up kuanzia siku ya 3 leo. Ndio maana mimi nikaja hapa, na aliyeniambia ni mtu ananijua, ananipitaga pale na anamkuta. Maana anamkuta yuko pale kazini kwangu pale. Kwa hiyo akaona bora amtume aje aniambie. Akaniambia jioni hiyo hiyo na mimi ndio nikafika pale.
Sasa nilishindwa kuelewa kwamba mimi nilikuwa na kosa gani. Huyo Richard niliambiwa kwamba ana kosa la mke wake kumweka lock up, wamekorofishana na mke wake. Kwa hiyo mke wake ndiye amemweka kituo cha polisi. Sasa nikajua kwamba shtaka lile linaye dhamana. Kwa hiyo ngoja nikaangalia kama nitaweza kukubaliwa, nitamdhamini. Sasa nilipofika pale ndo wakanibadilikia wale mgambo na wakanipiga mpaka wakaniumiza namna hii. Mimi naitwa Lucas Sane Ngeseya. Kwa kweli kitu ambao naelewa mimi, siku ya Alhamisi Ijumaa asubuhi nimeambia huyu kijana Jackson ameumizwa. Nikaja mwenyewe nikamfuata Jackson, nikamuuliza nani amekuumiza? Akaniambia mgambo wa wapi? Olorien. Kwa kosa lipi? Akaniambia baba, mimi nimemfuata Richi kwa kwenda kumdhamini, mke wake ndiye ameniambia kwamba amewekwa ndani. Sasa mimi nikamwambia, sasa wewe umekosa gani umefanya wewe mpaka ukapigwa hivi? Kaniambia sina kosa aina yote, amenilazimisha kuwekwa ndani lock up. Mimi pale lock up nikakataa kuingia, ndio akanipiga. Kwa hiyo kweli mimi nimesikitika kwa kipigo cha huyu kijana. Huyu ni kijana wangu. Kwa kweli najisikia vibaya mno kutokana kwamba hawa mgambo hajaekwa pale kituoni kwa kupiga watu. Yeye kama ni polisi, kama anakwenda kumkamata mtu, labda anaenda kusaidiana, lakini sio kuja kijana haja apigwe namna hiyo. Hawa mgambo haifai kabisa. Anatakiwa ipelekwe achukuliwe hatua sana.